بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، عباد الله، فمن فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم الطاعات يستكثرون فيها من العمل الصالح ويتنافسون فيها فيما يقربهم إلى ربهم. والسعيد من اغتنم تلك المواسم ولم يجعلها تمر عليه مرورا عابرا. ومن هذه المواسم عباد الله، هذه المواسم الفاضلة 10 ذي الحجة، وهي أيام شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا، وحث على العمل الصالح فيها، بل إن الله تعالى أقسم بها، وهذا وحده يكفيها شرفا وفضلا، إذ العظيم لا يقسم إلا بعظيم، وهذا يستدعي من العبد أن يجتهد فيها ويكثر من الأعمال الصالحة وأن يحسن استقبالها واغتنامها. أيها المؤمنون عباد الله، Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuelezea ndani ya Qur'an fi surati At-Tauba, inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ard minha 4 hurum dhalika ad-din al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hufanya atakayo na haulizi kwa nini. Amejaalia ulimwengu kwa mwaka mzima kwamba idadi ya miezi yake ni miezi 12. Kisha Allah tabaraka wa taala kwa hikma yake na kwa uadilifu wake akachagua baina ya miezi hii 12 miezi minne. Asema subhanahu wa ta'ala, minha 4 hurum, katika ile idadi ya miezi 12 kuna miezi minne. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, musiwe ni wenye kudhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo. Ibadallah, miezi hiyo ni miezi gani? Ni mwezi wa kwanza ni Dhulqa'da, ambao mwezi uliopita, na mwezi wa pili ni Dhulhijja, na mwezi wa tatu ni Muharram, na mwezi mwingine ni Rajab ambao uko baina Jumada al-akhir wa Sha'ban. Allah subhanahu wa ta'ala akachagua miezi hii kwamba ndiyo miezi bora. 4 hurum dhalika ad-dinul qayyim, hii ndiyo dini iliyo sawa, dini iliyonyooka, isiyokuwa na utata na matatizo wala shaka ndani yake. Kisha Allah tabaraka wa taala akatuhusia, fala tadhlimu fihinna anfusakum, musiwe ni wenye kudhulumu ndani ya miezi hiyo. Baadhi almufassirun wanasema katika hiyo miezi mitukufu, kwa sababu dhulma ikipatikana ndani ya miezi hiyo ni kubwa zaidi kuliko dhulma ambayo inaopatikana kwenye miezi mingine. Ibadallah, katika miezi hii mitukufu minne Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au katika idadi ya miezi 12, kwenye mwezi mmoja katika miezi hiyo akachagua siku 10, siku bora kwenye masiku yote ya ulimwengu. Siku bora katika masiku yote ya ulimwengu bila au ukitoa usiku wa Lailatul Qadri.
au kwenye usiku wa masiku ya Ramadhani, hasa 10 al-awakhir min Ramadhan, usiku wake. Ama michana, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajaalia siku 10 hizo ndizo bora kwenye michana ya masiku zote za ulimwengu. Kama alivyosema Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, akauliza swali, lau mtu akatoa dinar au dirham kwenye mwezi wa Ramadhan, au ukatasaddaqi dinari au dirham katika masiku haya, ni sadaka ipi ambayo iliyo bora? Akasema Sheikh rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, ya kwamba mwenye kutasaddaqi kwenye mchana wa siku 10 za Dhulhijja, daraja zake na fadhila zake ni bora zaidi kuliko yule aliyetasaddaqi mchana wa Ramadhan. Allahu akbar. Siku hizi ni siku gani? Ni hizi siku 10 ambazo tumeanza leo hii 10 Dhulhijja, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaapa kwa masiku hayo. Ndani ya Qur'an atuelezea Allah tabaraka wa Ta'ala akisema, wal fajri wa layalin 'ashr wash-shaf'i wal watri wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa na alfajri na akaapa vile vile wa layalin 'ashr. Wanasema maulama layalin 'ashri ay 10 Dhulhijja, ni 10 Dhulhijja. Kadhalika asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, asema fi qawlihi subhanahu wa yadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat, kwamba wamtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fi ayamin ma'lumat, katika masiku ambayo yanayojulikana. Masiku hayo kuanzia tarehe ya leo mpaka siku ya mwisho, kama wanavyosema maulama, siku ya mwisho ya kuchinja, watu wanatakiwa kuleta takbir na kuleta tahlil na kumsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ma abhaha wama afdalaha, siku zilizobora na mnaje siku hizi ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezitukuza mpaka kuziapia. Na Mwenyezi Mungu hawezi kuapa na kitu illa ni kitu ambacho kwamba ni adhim, ni kitukufu. Ndugu zangu katika imani, ni jambo gani ambalo tulitakiwa sisi Waislamu waumini kulifanya na kulitanguliza kwa kupokea masiku haya bora? Jambo la kwanza ndugu yangu katika imani, at-taubatu as-sadiqa, ni mu'min kutubia tauba ambayo ni ya ukweli kwa lile dhambi ambalo umelifanya, kwa yale makosa ambayo ulioteleza. Unatakiwa utubie na uregee nyuma kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa ni dhulma baina yako wewe na ndugu yako Muislamu, umuombe msamaha. Ikiwa ni makosa yaliyotokea bainaka wa baina rabbuk, faakthir min at-tauba as-sadiqa, kithirisha kutenda tauba na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, tauba ya ukweli, si tauba ya urongo, kama anavyotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fi surati an-Nur, watubu ila Allahi jami'an ayuha almu'minuna la'allakum tuflihun. Tubuni, rudini nyuma kwa Allah tabaraka wa Ta'ala nyote enyi waumini, la'allakum tuflihun, huenda mukafaulu. Ili mupate kufaulu ndugu zangu katika imani, uwe kila wakati uwe ni mwenye kutubia, hasa inapoingia msimu katika misimu ambayo yenye ajri na fadhila zake ni kubwa. Jambo la pili ndugu yangu mu'min wa ayyatuha almu'mina, alazmu aljad ala ightinami hadhihi alayam, ni kutia azma, motisha, ukachangamka kweli kweli ya kufanya bidii na kufaidika na wakati huu, kukithirisha katika taa, kuenda mbio kwenye mambo ya khairi. Fanya wingi wa sadaqat, fanya wingi wa kusoma Qur'an, fanya wingi wa qiyamul layl, fanya wingi wa birri alwalidain, fanya wingi wa al-ihsan, kufanya ihsani kwa njia mbalimbali ambazo wewe waweza kuzifanya. Fayambaghi ala almuslim an yahrisa hirsan shadida, inatakiwa muislam afanye bidii zaidi katika masiku haya ala imarati hadhihi alayami bil a'mali wal aqwali as-salihah,
kuimarisha masiku haya juu ya kutenda matendo mema na kuongea maneno ambayo ni mazuri. Na kadhalika yule ambaye atakayeazimia katika jambo lolote la kheri kulifanya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwa amejiandaa zile asbabu za kulikamilisha hilo, Allah Tabaraka wa Ta'ala humpa nguvu na humpa thabat, kama anavyotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wale ambao waliopigana kwa ajili yetu sisi wakafanya bidii, basi tutawaongoza subulana. Ayuha almu'minuna ibadallah, miongoni mwa mambo ambayo yatakiwa mu'min ayafanye kustakbili masiku haya na kuingia kwenye masiku haya, albu'du anil maasi, ni kujiweka mbali na maasiya. Fakama anna at-ta'at asbaban lilqurbi min Allah, kama vile ambavyo taa ni sababu ya kujikurubisha mja kwa Mwenyezi Mungu, vile vile maasiya ni sababu ya kumfanya mja kuwa mbali na Allah Tabaraka wa Ta'ala na kuwa mbali na rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. وقد يحرم الإنسان رحمة وقد يحرم الإنسان رحمة الله بسبب ذنب يرتكبه. قد يحرم على الإنسان أو يحرم ويحرم عليه، aweza ikakuwa sababu mwanadamu akanyimwa rehma za Mwenyezi Mungu kwa sababu ya madhambi anayoyafanya. Fa in kunta tatma' fi maghfirati adh-dhunub, ikiwa wewe unatamaa katika kutaka msamaha wa Mwenyezi Mungu na kuepushwa na moto wa Jahannam, fahdhar alwuqua fi almaasi fi hadhihi alayami wa fi ghayriha. Tahadhari ndugu yangu katika iman, tahadhari ujieke mbali na madhambi, ujieke mbali na maasiya, hasa katika masiku kama haya. Ewe ndugu Muislam, ayuha almu'minun, turejee katika fadla ya ayyam al-ashr min dhil hijja. Ya laha min ayyam, ya baghi al-khair aqbil wa ya baghi ash-sharr adbir. Fadlu ashri dhil hijja, katika fadla ya masiku haya, kama tulivyotangulia kwenye mukaddima kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa kwa masiku haya, na Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu haapi kwa jambo lolote kwa wakati wote illa ni jambo ambalo tukufu, fadla zake kubwa. Aqsama Subhanahu wa Ta'ala bil fajri wa layali al-ashri, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa na al-fajri na layali al-ashr, na wanasema ulama at-tafsir layali al-ashri hiya ashr dhil hijja, wa hadha ma alayhi jamhur al-mufassirin wal khalaf salafan wa khalafa. Na hii ndio kauli ambayo waliokubaliana nayo wingi wa tafsiri, maulama wa tafsir as-salaf waliotangulia na waliokuja baadaye. Waqala Ibn Kathir fi tafsirihi, na ndio kauli aliyosema Ibn Kathir katika tafsiri yake, wa layalin ashri ay ashri dhil hijja, ni siku 10 za mwezi wa dhul hijja. Jambo la pili la kuonesha ubora wa masiku haya, annaha al-ayyam al-ma'lumat allati shuri'a fiha dhikruhu, kwamba ndizo siku ambazo maaluma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akazihusisha ya kwamba watu wajitahidi humo kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, sisi Waislamu kwa kila wakati, min kulli hinin ila akhar, tunatakiwa tukithirishe kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini tuna masiku ambayo tumehimizwa zaidi, tuna masiku ambayo tumehimizwa zaidi kufanya nini? Kuendelea kumdhukuru na kumtaja Allah tabaraka wa Ta'ala. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fi surati al-Hajj aya 28, wa yadhkuru isma Allah fi ayamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimati al-an'am, na wamtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika masiku ma'lumat ala ma razaqahum min bahimati al-an'am, kutokamana na yale Mwenyezi Mungu aliyowaruzukia wale wanyama ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala akaturuzukia sisi tuchinje. Ibadallah, jumhuri ya maulama kama alivyosema Ibn Abbas wa ghairihim, maksudio wakisema ya kwamba maksudio ya masiku haya ayami ma'lumat 10 dhil hijja, ni zile siku 10 za mwezi wa dhul hijja. Na vile vile kauli hiyo akaisema Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala
عنهما وعن أصحاب رسول الله أجمعين. أيها المؤمنون عباد الله، miongoni mwa ubora wa masiku haya ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam shahida laha biannaha afdalu ayami dunya, akaishuhudia Mtume sallallahu alayhi wasallam alladhi la yantiqu anil hawa, ya kwamba haya ndiyo masiku bora katika kwenye masiku ya dunia, kama ilivyokuja hadith iliyopokewa na Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, wa akhraja hadha alhadith al-Imam al-Bazzar wa Ibn Hibban, na ameisahihisha al-Allamatu al-Albani rahimahullah. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fadlu ayami ad-dunya ayamu al-ashr, yani 10 dhil-hijja, qila wala mithluhunna fi sabilillah, qala wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun afara wajhahu bit-turab. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba fadla na hakuna siku bora katika dunia kuliko masiku ambayo ni ayam al-ashr min dhil-hijja, wala hazina mfano wake. Masahaba wakamuuliza, hata yule mujahid hafanani na yule atakayetenda amali katika masiku haya? Qala wala mithluhunna fi sabilillah, wala hakuna mfano wake isipokuwa katika mfano au yule atakayekuwa kama ilivyokuja katika riwaya, rajulun afara wajhahu biturab, ay ash-shahid, yule ambaye aliyetoka fi sabilillah akafa kule kule, yani vumbi limemwingia kwenye uso, bimaana ash-shahid. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na asema Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi nyingine, ma min ayyam al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك. حديث nyingine asema Mtume alayhi salatu wassalam, hakuna masiku ambayo ni bora zaidi, ma min ayyam, matendo ambayo ni bora Allah ayapenda zaidi kuliko matendo ya mtu aliyofanya katika masiku haya, masiku 10 ya Dhulhijja. Masahaba wakamuuliza, hata jihad fi sabilillah? Qala wala aljihad fi sabilillah, hata jihad fi sabilillah illa mujahidi mmoja, yule ambaye ametoka kwa nafsi yake na mali yake hakurudi, falam yarji bi shay'in min dhalik. Ibadallah, ikhwata al-iman, katika mambo yaliyofadhilisha masiku 10 haya, anna fiha yawm arafa, kwa ndani yake kuna siku ya Arafa. Allahu akbar. Yawm Arafa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajifakhari kwa viumbe wake. Yawm Arafa ambayo waumini hujumuika kwenye uwanja wa Arafa, min kulli fajjin amiq, kwa kila pembezoni za ulimwengu. Lakini Mwenyezi Mungu amekadiria ya kwamba mwaka huu haji haitokuwa kama miaka ya nyuma, illa tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kudura zake na fadhili zake, kwa sababu fadhili zake ni wasia, atujalie, atupe ajri ya wale ambao watakaokuwa wamesimama kwenye uwanja wa Arafa, hata ikiwa tuko majumbani, kwa hasa wale waliotia nia ya kwenda mwaka huu kutekeleza ibada ya haji. Lakini qaddara Allahu wama shaa faal, Allah amekadiria, aliyotaka yamekuwa. Watu haiwezekani kulingana na wabaa hii ambayo imeenea kwenye ulimwengu. Ibadallah, yawm Arafa ambayo ndio yaumul hajj al-akbar, siku kubwa ya hija, na siku ya watu kusamehewa dhambi zao, na siku ya watu kuachwa huru na moto wa jahannam. Walau lam yakun fi 10 dhil-hijja, na lau kungelikuwa katika masiku 10 haya hakuna fadhila illa ni kupatikana siku ya Arafa, pia ingelitosha. Lau tungelikuwa siku 10 hizi Mwenyezi Mungu hakuwapa nazo, Allah hakuleta ibada mbalimbali, hakufadhilisha a'mal, yangelitosha fadlan, lakafana fadlan wa sharafa wujudu fiha yawm Arafa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alielezea siku ya Arafa akisema, hakuna siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawacha waja wake huru na moto wa jahannam kuliko siku ya nini? Siku ya Arafa. Yubahi bihim almalaika, Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa anawatazama waja wake waliokasimama kwenye uwanja wa Arafa, akajifakhari na wao.
hawa wamekuja wanataka nini? Watu wamekuja nguo zimechanika chanika, zimechafuka, nywele zao zina vumbi, sha'than ghubara, wamejaa vumbi, wanataka nini? Malaika husema haula, watu hawa wamekuja wanataka maghfira yako ya Allah, wanataka msamaha wako ya Allah. Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala husema, wape bishara, waambie faqad ghafartu lahum, nimewasamehe. Ma min ayyam, hakuna siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yu'tiq, anaacha huru waja wake na moto wa jahannam zaidi ya siku yaum Arafa. Allahu akbar. Ndo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha dua yaum adhim, asema afdal ad-du'a dua yaum Arafa, dua bora ni dua ya siku ya Arafa. Wa khairu ma qultu wan nabiyina min qabli, na dua bora, maneno bora niliyotamka mimi na mitume kabla yangu, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Maneno adhim, maneno yalijaa ndani yake tauhid, kumtakasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumsifu Allah tabaraka wa Ta'ala, kurejea kwake, iqraru lahu birrububiyya wa biluluhiyya wa bilasma'i wassifat. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulk, tauhid ar-rububiyya, wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wal mulk kadhalika ni katika majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tamko hili limekusanya anwa'i zote tatu za tauhid. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yatakiwa kila mu'min wa mu'mina siku ya yaumi Arafa tukithirishe kuomba dua hii, tukithirishe kuleta uradi huu, kumsabihi na kumtakasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, ayuha almu'minun, katika mambo ambayo yaliyofadhilisha siku hizi 10 ni kupatikana siku ya yaum an-nahr, wa huwa afdalu ayami sana inda ba'd al-ulama, na hii ndio siku bora baada ya yale masiku yote, lakini siku bora kadhalika ni ile siku yaum an-nahr, yaum al-eid, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Abu Daud wa An-Nasa'i na amesahihisha Imam al-Albani, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, a'zamu al-ayyam 'inda Allah yawm an-nahr thumma yawm al-qarr. Asema Mtume alayhi salatu wassalam ya kwamba siku bora kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yawm an-nahr, ni ile siku ya kuchinja. Watu wakishaswali Eid, baada hapo watu wanachinja. Fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Asema Allah tabaraka wa Ta'ala, sali kwa ajili ya Mola wako, sali lillahi Subhanahu wa Ta'ala. Baadhi ya maulama wanasema sali ay salatul Eid, na baadhi yao wanasema sala zote ikiwemo salatul Eid. Fasalli li rabbika, kwa ajili ya Mola wako, wanhar, na uchinje kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah tabaraka wa Ta'ala. Jambo la sita katika mambo ambayo yaliyojalia masiku haya ni masiku bora, ijtima' ummahat al-ibada fiha, ni kujumuika ibada zote zinapatikana ndani ya masiku haya. Hakuna masiku ambayo yanaokusanya ibada zote ila masiku haya, kwa sababu ndani yake kunapatikana ibada ya haji, rukn adhim katika arkanu Islam. Ndani yake kunapatikana sala, ndani yake kunapatikana saum, ndani yake kunapatikana sadaqat na zaka na mambo mbalimbali katika mambo ya khairi ambayo hayajumuiki katika Ramadhani wala hayajumuiki, hakuna haji kwenye Ramadhani wala hayajumuiki katika masiku mengine. Qala al-Hafidh Ibn Hajar fi al-Fath, asema al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a, katika kitabu chake Fath al-Bari, anasema walladhi yadhhar, ile ambayo inaobainika, anna sababa fi imtiyazi 10 dhil-hijja, sababu ya kuonesha masiku 10 haya ndiyo masiku bora zaidi kuliko masiku mengine, limakani ijtima' ummahati al-ibadati fiha, ni kule kujumuika na kukusanyika ibada zote katika masiku haya. Wa hiya as-sala, ambayo ni sala na siyam na sadaqa na hajj, wala yataatta dhalika fi ghairihi, wala hazipatikani katika masiku mengine. Ayuha almu'minuna ibadallah,
Hapa tumeelezea fadhila ya masiku haya. Sasa ikiwa wewe ushaambiwa, tushasikia ya kwamba haya ni masiku bora kwa mujibu wa dalili hizi na kwa mujibu ya mambo tuliyoyataja na mengineyo ambayo huenda hatukuyataja hapa, lakini Muislamu anatakiwa afanye nini? La shaka anatakiwa Muislamu ajitahidi katika ibada. Tayib, ni ipi fadhila ya kutenda ibada katika masiku haya? Twahimizwa kufanya wingi wa ibada. Je, twajua kwa nini? Je, twajua fadhila ya hizo? Ilipokewa hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, ipokuwa tumeisoma hadithi hadha alhadith inda al-Imam al-Bukhari, asema ma min ayamin al-amalu as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam, yani ayam al-ashr. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna siku kwenye masiku matendo mema ambayo Allah tabaraka wa taala anayapenda zaidi kuliko matendo ambayo unaoyafanya katika masiku haya. Hakuna masiku katika siku bora ambazo amali Allah subhanahu wa ta'ala huzipenda zaidi kuliko amali ulizozifanya katika siku hizi. Qalu ya Rasulullah, masahaba wakamuuliza Mtume, ewe Mtume wa Allah, wala aljihadi fi sabilillah, pia hata jihad? Qala wala aljihad fi sabilillah, akasema hata jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja binafsihi, isipokuwa mtu ambaye ametoka kwa nafsi yake, wa malihi, na mali yake, thumma lam yarji' min dhalika bishay, kisha hakuregea na chochote, ay mata shahidan. Huyu ndiye ambaye atakayefanya amali katika masiku haya atakuwa amemzidi. Lakini aliyokwenda jihadi akaregea, na wewe uliotasaddaq, uliyefunga, uliyesoma Qur'ani, hadha al-amal afdal inda Allah min amal al-mujahid. Allahu akbar. Hii ni fadhila ya Allah, fadhila za Mwenyezi Mungu. Huwezi kusema kwa nini, imekuwaje? Dhalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wa an Abdullah ibn Umar, kadhalika imenukuliwa hadith kutoka kwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala kuntu inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fadhakartu lahu al-a'mal. Asema nilikuwa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam nikamtajia a'mal, faqala, akasema, ma min ayyam al-amalu fihinna afdal min hadhihi al-ashr, hakuna amali ambazo ni bora katika masiku ya dunia bora zaidi kuliko a'mal za masiku haya. Qalu ya Rasulullah, wakasema ewe Mtume wa Allah, aljihad fi sabilillah, jihad, mtu anatoka nafsi yake, mali yake, hajui atarudi wala hatarudi. Faakbarahu faqala wala aljihad, yani akaitukuza na kusema Allahu akbar, kwamba ni jambo ambalo ni zito. Naam, asema hata jihad, illa rajulun yakhruju binafsihi wa malihi fi sabilillah thumma takunu mahjatu nafsihi fihi, isipokuwa mtu ambaye aliyetoka katika jihadi fi sabilillah kisha nafsi yake isirudi, bimaana malazi yake alale pale pale kule alikokwenda, amekufa khalas, lam yarji', Allah subhanahu wa ta'ala akaichukua nafsi yake. Angalia hadithi hizi mbili ndugu yangu Muislam, ya kwamba kila amal inaofanyika katika masiku haya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anayapenda zaidi. Wa idha kana al-amalu fihinna habbu ila Allah fahuwa afdal indah, kumaanisha ya kwamba ikiwa amal Allah anazipenda basi la shaka ndizo amali bora. Kadhalika hadithi hizi mbili zinatuelezea anna al-amila fi hadhihi al-ashr afdal min al-mujahid fi sabilillah alladhi raja'a bi nafsihi wa mali, kwamba yule ambaye anayefanya amal katika masiku haya ni bora kuliko mujahid fi sabilillah aliyekwenda akapigana na akaregea, aliyekwenda akapigana na akarudi, si kwamba amekufa katika uwanja wa vita. Ndugu yangu Muislam,
kuna baadhi za amali ambazo twahimizwa sisi Waislamu kuzikithirisha kwa wingi katika masiku haya. Kila amali ya khair, kila amali ya khair, na amali ya khairi ni ile uliyoifanya kwa ajili ya Allah, na amali njema ni ile uliyoifanya kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amali yoyote ya khair waweza kuifanya katika masiku haya, fanya. Waweza kufunga japo siku moja, funga. Waweza kutasaddaqi, toa sadaqa. Waweza kusaidia anayehitaji kusaidiwa, msaidie. Waweza kufanya kadha, fanya. Miongoni mwa mambo ambayo katika amali zilizopendekezwa masiku haya, adau manasiki alhajj wal umra, ni mtu kwenda kutekeleza ibada ya hajj na umra. Na kama tulivyoeleza kwamba ibada hii hakikatan kwa mwaka huu imekuwa ni nzito kulingana na haya maradhi yaliyotokea. Mwenyezi Mungu atuondolee kwa fadhila zake na kwa qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, bifadlihi wa qudratihi, na nguvu zake. Tayib, waman yassara Allahu lahu hajja baitah, yule ambaye Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi aende akahaji au akatekeleze umra, aende fajazauhu aljanna, kwa kuwa malipo ya haji na umra malipo yake ni pepo, kama alivyotuelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-umra ila al-umra kaffaratu lima bainahuma wal hajju al-mabrur laysa lahu jazaan illa al-janna, ya kwamba umra hadi umra ni sababu ya kusamehewa yale madhambi yaliyopita baina ya umra hii hadi umra nyingine. Na haji mabrur ni ile ambayo imewafikiana na muongozo wa Mtume alayhi salatu wasalam, wala haikuingiwa ndani yake na dhambi au riya, kujionesha au kutaka kusikika au maneno machafu au matendo mabaya, yamezungukwa na amali salihat. Hiyo ndiyo hajj mabrur. Hajjul mabrur ma wafaqa hadiya nabiy sallallahu alayhi wasallam, ni ile hajj iliwafikiana na muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika katika amali bora ni as-siyam. Tunajua ya kwamba saum ni katika a'mal adhim, a'mal aziz, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullu amali ibn adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bi. Kila amal ya bani adam malipo yake anayo mwenyewe, bimaana tushayabainisha, yako wazi kabisa, yako parawanja, man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha illa as-sawm, isipokuwa saum, fa innahu li wa ana ajzi bi, kwa kuwa saumu ni yangu mimi na mimi ndio ninayemlipa anayefunga. Waweza kufunga masiku haya, ahlan wa sahlan. Waweza kufunga baadhi ya siku katika masiku haya, ahlan wa sahlan. Waqad khassa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na Mtume amehusisha katika masiku haya. Hukuweza kufunga siku nyingi katika masiku haya, basi usikose siku hii, siyami yaumi arafa, funga siku yaumi arafa min baini ayami 10 dhilhijja bimazidi inaya. Na akaelezea fadla ya kufunga Arafa kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, siyam yaumi arafa ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanati allati qablahu wallati ba'dahu, rawahu Muslim, ya kwamba saum ya yaumi arafa, basi natarajia malipo kwa Allah tabaraka wa taala, kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atasamehe madhambi ya mwaka uliopita na madhambi ya mwaka unaokuja. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atujalie ni katika wale wenye kufunga yaumi arafa na watakaopata ajri hii. Ndugu zangu katika imani, kadhalika katika masiku haya tujitahidi katika mambo ya faridha, hasa sala, kuhudhuria katika sala za jamaat, kwa wale ambao sehemu walioko misikiti yao haijafungwa, na wale ambao kwamba wako sehemu misikiti yao imefungwa kwa adhari au kwa amri ya serikali, wajitahidi vile vile kusali sala za jamaa majumbani. Kwa hivyo inatakiwa Muislam almuhafadha alaiha, ahifadhi sala hizi nyakati zake maa aljamaa, na akithirishe sala za sunna qablia ba'dia, sunani rawatib zile za qablia na ba'dia, witri na nyinginezo, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba mja ma yataqarrab abdi ilayya bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi, ya kwamba mja wangu hajikurubishi kwangu mimi jambo nalolipenda zaidi kuliko nilomfaradhishia. Sala ndio faradhi. Kwa hivyo kwanza usijitahidi za sunna kabla hujatekeleza faridha. Baadhi ya watu wanakuwa wao wanajitahidi sana kusali sala za sunna mathalan,
qiyamul layl, lakini faraidha huwa anazipuza. Na alisema Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, man ishtaghala bil faraidhi ala an-nawafil fahuwa ma'dhur wa man ishtaghala bin nawafil ala al-faraidh fahuwa maghrur. Yule anayejishughulisha na faridha hafani sunna, huyu anapewa udhuri, lakini yule ambaye kwamba anayejishughulisha na sunna na nawafila kisha za faridha anazipuuza, huyu amepotea, huyu maghrur, amehadaika. Wallahu almusta'an. Kwa hivyo hujiwezi ukajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala illa kwanza ni utekeleze ya faridha. Kisha akasema wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu, na mja wangu hatoacha kujikurubisha kuwa karibu na mimi kwa mambo ya sunna mpaka nimpende. Wataka mapenzi ya Allah, faakthir, fanya wingi wa ibada za sunna, siyam za sunna, sala za sunna, sadaqat ambazo za sunna wa ghairiha. Kadhalika katika a'mal tunazohimizwa at-takbiri wat-tahmidi wat-tahlili wadh-dhikri, ni kuleta takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Takbir uko njiani, uko nyumbani, uko barabarani. Walikuwa masahaba kama alivyokuwa Ibn Umar wa ghairihi, wakiingia masokoni yukabbirun wa yukabbiru an-nasa bitakbirihim, wakileta takbir, watu wakileta takbir na watu wakiregelea, au watu na wao pia wakileta takbiri nyuma ya zile takbiri za Ibn Umar wa ghairihim. Fa Ibn Umar radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم، kutoka kwa mtume. هذا الحديث رواه الإمام أحمد: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. asema hakuna masiku ambayo ni tukufu mbele ya Allah na Allah anapenda amali zake kuliko amali za masiku haya. Faakthiru fihinna, kisha akatuhimiza ndani yake, min at-tahlil, la ilaha illa Allah, والتكبير الله أكبر الله أكبر والتحميد. طيب، وقال البخاري رحمه الله كان ابن عمر، إمام البخاري akasema na alikuwa Ibn Umar wa Abu Huraira radhiyallahu anhuma yakhrujani ila suq, wanatoka kwenda sokoni, fi ayami al-ashr, katika masiku 10 ya Dhulhijja, yukabbiran, wanaleta takbir, wayukabbiru an-nas bitakbiriha, na watu na wao pia wakileta takbiri, wakisikia takbiri za Ibn Umar na Abu Huraira. Wayukabbiru ahlu al-aswaq hatta tartaja mina takbiran, wakileta matakbiri walioko masokoni, mjiani, barabarani, mpaka Mina ikisikika sauti na ikitingisika sauti kwa takbiri za wingi za waliokuwa watu wakileta takbiri. Wakana Ibn Umar yukabbiru bimina, na alikuwa Ibn Umar vile vile akileta takbir Mina tilka al-ayyam, na nyuma ya baada ya zile sala, na akiwa kwenye kitanda chake au kwenye mafurusha malazi ambayo aliyokuwa akilala Mina, wa fi sustatihi wa majlisihi wa mamshaha, popote alipo, au yuko katika khema au kwenye majalis au yotembea, analeta takbir. Kwa hivyo Muislam anatakiwa akithirisha kuleta takbir katika masiku haya na ainue sauti, wa alayhi an yahdhara min at-takbir al-jama'i, lakin atahadhari na takbiri za jamai. Takbiri ya jamai ni kwamba imamu anaileta alafu na nyinyi mwaregelea mwakariri, la, ameanza na wewe anza na wewe pia leta takbir. Tayib, haithu lam yunqal an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, haikunukuliwa kwa mtume wala moja katika salaf as-salih. Kadhalika ndugu zangu katika imani, miongoni mwa amali ambazo tunahimizwa zaidi ni kutoa sadaka, na sadaka ni katika jumla ya amali bora. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia ndani ya Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna humudh dhalimun. Toweni kile Allah alichowaruzuku kabla haijawafikia siku ambayo hakuna bay'un fihi, hakuna biashara, kuna kuuza wala kununua, wala marafiki na maashab, wala shafaa haitokusaidia. Wallahu almusta'an. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia, ma naqasat sadaqatun min mal, sadaka ya mali ukitoa haipungui mali yako. Shaitani mara nyingi anatughuru, anatuhadaa, anatupoteza. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra
Shaitani kazi yake kutuandalia fukara bana, ukitoa utakuwa fukara wewe, ukitoa utakuwa fukara. Tutoweni hasa katika masiku haya, waweza kusaidia katika kujenga msikiti, madarisi, kuwasaidia mafukara, masakin, wajane, mayatima, njia za khairi. Fanya khairi zako. Wa hunaka a'malun ukhra, na ziko amali nyingi kama tulivyosema, kila amali saliha kithirisha kufanya. Qira'atul Qur'an, kusoma Qur'ani, kuhifadhi Qur'ani, kuisomesha, kuunga kizazi chako, birrul walidain, kutoa salam, kulisha vyakula, kusuluhisha baina ya watu, kuamrisha mema, kukataza maovu, kuwatembelea mashaikh, maulama, kukaa na mashaikh, kuwauliza, kutaka kujua hali zao. Imekuwa hakikatan ni jambo ambalo kwamba ni sugu kwetu sisi. Hatupendi kuwatembelea wanazuoni, hatupendi kuwazuru mashaikh, wengine hali zao taaban, wanaishi majumbani wagonjwa. Twende tuwatembelee, tutake nasaha kwao, tutake dua kwa wao. Naam, wal amru bil ma'ruf, kuwatendea wema majirani, kukataza maovu. Hifadhi ulimi wako, hifadhi tupu yako, fanya wema jirani, mtukuze mgeni, toa katika fi sabilillah. Umeona kuna taka, kuna jambo ambalo litamudhi mtu njiani, ondoa. Nafaka, ikiwa wewe ni bakhili, rudi nyuma, toa, walishe familia yako, kuwasaidia mayatima, watembelee wagonjwa, kukidhi haja za ndugu, kumsalia mtume kwa wingi, usiwaudhi Waislamu. Na kuwa mpole na raia, ikiwa wewe ni mtawala, kuwa mpole na wao, wasaidie, wahurumie. Silatu asdiqa'il walidain, kuunga marafiki ya wazazi wako, kuwaombea dua ndugu zako Waislamu ala dhahri alghaib, si lazima wajue. Allahumma ighfir lilmu'minina walmu'minat walmuslimina walmuslimat, fumba macho yako, msaidie anayehitaji kusaidiwa. Kithirisha udhu, kithirisha sala, dua baada al-adhan, iqama, soma adhkari sabahi wal masa, na mengineyo yote katika mambo ambayo ni ya kheri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni katika wale ambao wenye kufaidika na masiku haya, wenye kuyatumia kwa namna anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan wa baraka fikum.